Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina langu naitwa Bishop Ikongo. Ni askofu mkuu wa makanisa yote ya Tanzania Acts of God Church nchini. Ni askofu kwa ngazi ya kitaifa. Kwa Kiswahili inaitwa makanisa ya matendo makuu ya Mungu Tanzania. Leo ni siku ya Pasaka. Ni siku ambayo Wakristo tunasherekea kifo cha Yesu, kufufuka kwa Yesu na ushindi mkubwa uliofanyika kwa ajili ya kutuokoa au kutukomboa au kutununua kwa damu yake ya thamani. Siku ya leo viongozi wa dini wenzangu, hasa dini za Kikristo, nazungumzia viongozi wa dini. Siku ya leo nimesikia matamko yametolewa mengi kwa madhehebu tofauti ya Kikristo. Metoa matamko mengi, lakini matamko mlioyatoa yamenishangaza sana. Mimi yamenishangaza sana. Kwa sababu ninaamini viongozi wa dini ni wasomi. Sisi wote tumesoma. Lakini tunapofikia kutoa matamko kama haya, au tunapojaribu kuongelea matamko kama haya ambayo yanahusiana na siasa, ni lazima kwanza tujipime na sisi wenyewe. Tujiangalie kama viongozi wa dini. Je, haya maneno ya kisiasa tunayoyaongea yamebalansi? Matamko yaliyotolewa leo na viongozi wa dini za Kikristo sio matamko yaliyobalansi kwenye eneo la kisiasa. Ni matamko yanayopendelea upande mmoja. Kwa sababu unapokuta watoto wako wawili wanapigana au watu fulani wanapigana, wewe ukaingia kumkamata mmoja, yule ambao umemkamata, yule ambao hujamkamata atampiga huyu mwenzake na atamuumiza sana. Kwa hiyo viongozi wa dini, haya matamko yenu yanakwenda kusababisha vurugu katika nchi yetu. Naomba mjitafakari. Kumbukeni mwaka 94 viongozi wa dini hizi za Kikristo walitoa matamko kule nchi ya Rwanda. Mliona yaliyokuja kutokea. Kwa mfano nimesikia tamko la leo ambalo ni tamko la ajabu sana, la kusema kwamba huyu mwanasiasa au hawa wanasiasa waliokamatwa na kuwekwa ndani waachiwe bila masharti. Waachiwe bila masharti. Hiyo ni siasa ya kupendelea upande mmoja. Ni ya kupendelea upande mmoja. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba kama ni Mheshimiwa Tundu Lissu amekamatwa, kilichosababisha akamatwe, viongozi wa dini tunafahamu na nyie mnafahamu. Amekamatwa Mheshimiwa Tundu Lissu, lakini hajakamatwa kwa sababu ya no reform no election. Kauli ya no reform no election, hakuna mtu mwenye shida nayo. Hiyo ni kauli ya kisiasa na hajakamatwa kwa ajili ya hiyo. Mheshimiwa Tundu Lissu amekamatwa kwa sababu ya maneno aliyoyatamka yanayoashiria uchochezi. Kwa mfano, amekuwa akitamka patachimbika katika taifa hili. Patachimbika. Maneno hayo yatachimbika, patachimbika. Nimeona viongozi wa dini mmekaa kimya. Hamjawahi kutoa tamko hata kubalance, kuonyesha kwamba hawa wanasiasa wote wa CCM ni wa kwetu na wa Chadema ni wa kwetu. Sasa mngebalance, ingeonekana kwamba hapa aliposema Tundu Lissu kwamba patachimbika. Neno patachimbika maana yake ni kuchochea, ni kuleta ni kuhatarisha amani. Tundu Lissu ameongea maneno mengi, lakini naona viongozi wa dini mmekaa kimya. Lakini sasa hivi tu amekamatwa na mfikishwa kwenye mikono ya sheria na yuko mahakamani. Leo mnataka kutoa matamko mkisema kwamba mahakama iwaachie tu, hakuna haja ya sheria, imwachie bila masharti yoyote. Sasa sheria tunazo za nini katika nchi? Hamwezi kuona kwamba viongozi wa dini mnalipeleka hili taifa mahali pabaya? Kama ni viongozi wa dini tumeamua kuongea siasa, tu balance siasa. Wakikosea CCM
wakosoeni. Lakini wakikosea pia viongozi wa Chadema nao pia wakosoeni. Hakuna anayepinga kukosoa, lakini hii siasa hii kukosoa viongozi wa dini, kunyamaza kimya, mnakuja kukosoa eti kwa sababu tu amekamatwa Lissu, amewekwa ndani na yuko mahakamani kwenye mikono ya sheria. Hapo ndio mnasema aachiwe na wenzake wote waachiwe bila masharti yote. Nchi inaongozwa kwa sheria. Tundu Lissu amekuwa akiongea maneno ya uchochezi. Hebu niwaulize, wote mlikuwa mnasema mnampenda mama, mnaipenda taifa hili, mbona mmenyamaza wakati maneno makali yanatolewa kutoka kwenye kinywa cha Lissu? Mheshimiwa Lissu amekuwa akisema akimbagua mama, mheshimiwa rais wa nchi, kwamba yeye ni Mzanzibar, akimbagua kwamba yeye ni Mzanzibar, analeta ubaguzi kati ya Wazanzibar na Wabara. Amekuwa akimshambulia mheshimiwa rais kwa Uzanzibar wake. Viongozi wa dini kimya, hakuna aliyesimama na kusema, Mheshimiwa Tundu Lissu, haya unaoongea ya Uzanzibar, hebu jaribu kuyaondoa, kwa sababu hii ni kuleta ubaguzi. Kwa sababu unapomuita mama Mzanzibar, unaposema huyu ni Mzanzibar amekuja kututawala huku, unapomshambulia kwa Uzanzibar wake, Uzanzibari wake, unataka kuniambia hapo viongozi wa dini mkikaa kimya mnatenda haki? Kwa nini leo Tundu Lissu ameongea kabisa, amezungumza habari ya Uzanzibar, amemshambulia mama kwa ajili ya Uzanzibar, ameshambulia serikali, anaishambulia CCM, anashambulia viongozi wa CCM. Mmekaa kimya tu. Anashambulia taifa ile, anasema habari za kwamba hili taifa patachimbika. Anatoa maneno ya uchochezi, maneno ambayo yanachonganisha na kusababisha kuhatarisha usalama na amani na utulivu tulionao. Viongozi wa dini mmenyamaza kimya. Lakini yeye amekamatwa, tayari mmeibuka na matamko, na Pasaka mmeiweka pembeni, sasa mmeingia na sikatai mkiongea siasa. Maana nilishawaambia huko mwanzo kwamba si vizuri kuchanganya dini na siasa. Lakini sikatai mnapozungumza siasa, lakini zungumzeni siasa ya kubalansi. Mbona wakati Tundu Lissu anamshambulia mheshimiwa rais, mbona wakati anamshambulia mpaka na familia, mheshimiwa rais ameshambuliwa mpaka na familia yake, mpaka hawa anaitwa nani hawa, huyu nani, wakina Abduli, familia ya mama inashambuliwa, familia, yani amemshambulia rais kifamilia, anashambuliwa Uzanzibar wake, anashambuliwa maneno makali tena. Unaangalia viongozi wa dini mko kimya. Tuache Tundu Lissu, ametukanwa rais mpaka matusi ya nguoni na Mange Kimambi si muumini. Sisi viongozi wa dini tulinyamaza kimya, lakini Mange Kimambi amemtukana mama. Wako watu wanamtukana rais, watu wanamshambulia rais, wananena maneno mabaya, na ni waumini wetu. Kwa nini tusitoe matamko na kuwaambia waumini wetu kama akina Mange Kimambi, acheni kumtukana rais? Kwa nini tusitoe matamko tumwambie Lissu kusema patachimbika ni kuhatarisha usalama wa nchi yetu? Kwa nini tusiseme mheshimiwa Lissu, unapoongea no reform no election, hatuna shida na wewe? Hiyo ni maneno ya kisiasa na sisi tunakuunga mkono, endelea kutetea hoja yako. Lakini unapoongea masuala ya kushambulia viongozi, kuwatukana viongozi wa nchi, hapo unaenda mbali. Tafadhali acha hivyo. Mkimkemea Lissu anapoongea mabaya, mkamkemea Heche, mkamkemea Makala, mkamkemea Wasira, mkamkemea mkamkemea katibu mkuu wa CCM, mkaikemea CCM, mkaikemea Chadema, mkakemea ACT, mkakemea Kafu, hapo mtabalansi siasa. Lakini sio mnakaa kimya, mnatulia. Siku ya Pasaka kama leo mnageuza CCM imekuwa mashetani, alafu Chadema ndio imekuwa nini? Ni malaika. Chadema hawakosei, Chadema ni malaika. Kwa waachiwe eti waachiwe hata bila hata masharti. Watu wako mahakamani, mnataka tuzivunje mahakama zetu, tuondoe mambo ya mahakama? Tutaongozwa na nini?
viongozi wa dini, mnakotupeleka taifa hili litaingia kwenye vita, litaingia kwenye shida. Watu watagombana kwenye taifa hili, na watakaoleta shida ni nyie mnaotoa matamko yasiyo balance. Wakati upinzani unamtukana mama, unatukana CCM, unatukana viongozi wengine wa serikali, mmenyamaza kimya. Viongozi wa dini hamtoi matamko. Sasa hivi mmeibuka na kutoa matamko, mnaibuka na kuanza kutoa matamko, na matamko mnayoyatoa mnataka kuishinikiza mahakama. Yaani nyie ndio mmekuwa mahakimu sasa, yeye ndio majaji sasa. Mmeshatoa hukumu yenu leo Pasaka, mmeshamaliza hukumu yenu. Aachiwe Tundu Lissu bila masharti, na wote wanasiasa waliokamatwa waachiwe bila masharti, kwa sababu mnasikiwa. Na nyie mnasahau mna waumini wengi, na waumini wanawasikia. Na waamini viongozi wa dini mmesoma, na ninajua nyie ni wasomi. Hata mimi nimesoma, naijua siasa, najua mambo ya dini, nimesoma theolojia, nimesoma siasa, ninaelewa. Sasa siasa mlioibeba sio siasa nzuri, ni siasa ya kubomoa taifa letu. Mnakwenda kuharibu na kuleta vurugu katika nchi hii, na watakaosababisha nchi hii ishindwe kutawalika ni viongozi wa dini, hasa viongozi wenzangu wa dini ya Kikristo. Na waomba kuanzia leo balance siasa mnazoongea. Si wakatazi kuongea, lakini basi balansini hizo siasa. Akikosea wa ACT jitokezeni, akikosea wakafu jitokezeni. Sio nyie mnajitokeza tu kuonyesha watu kwamba CCM ni mashetani. CCM ni mashetani, Chadema ni malaika. Kwa hiyo waachiwe hata bila nani, wakati wanatoa matamko makali, maneno ya uchochezi. Hebu niambieni, neno la kuchimbika, kwamba taifa hili litachimbika, tutafanya uchochezi na patachimbika. Hayo ni maneno ya maana. Kwa nini msitoe matamko, mseme jamani, Mheshimiwa Tundu Lissu, unapozungumza no reform no election, tunakuunga mkono, lakini hapo umezidi. Usiingilie kushambulia utu wa mtu. Mama Mheshimiwa Rais ameshambuliwa na mambo ya Uzanzibar. Nilitegemea viongozi wa dini, kama kweli nyie ni viongozi wa dini na mnatenda haki, mngejitokeza na kusema kwamba bwana, kwa kweli hapa usimshambulie, kwa sababu huyu ni muumini wetu, ni rais wa nchi, ni mkuu wa nchi, ni amiri jeshi mkuu, lakini ni muumini wetu. Anabaguliwaje na Uzanzibar? Anabaguliwaje na Uzanzibar? Anashambuliwa na matusi ya nguoni na kina Mange Kimambi. Viongozi wa dini wote mmenyamaza kimya, hakuna aliyejitokeza na matamko. Anatukanwa mpaka matusi ya nguoni, lakini mmenyamaza kimya. Leo mnakuja kujitokeza eti waachiwe bila hata masharti. Hebu niambie, hiyo kitu kweli viongozi wa dini mnatenda haki hapo? Siasa isiyo balance ni ipi? Balansini mambo, wekeni sawa. Ongeeni na waumini wetu hawa. Wa Chadema wakikosea waambieni, wa CCM wakikosea waambieni. Sio wakati mnaona kwamba akiongea makala kidogo tu, makala ameongea tayari mmeinuka amekosea. Yaani makala akikosea kidogo hata kwenye matamko tayari mnainuka nalo, viongozi wa dini, na kutoa matamko. Akikosea kiongozi tu wa CCM au CCM ikikosea kidogo mnaibuka. Chadema wakikosea wao ni malaika, hawakosei. Matamko yenu mlioyatoa leo Pasaka ya leo ni hatari kwa taifa letu. Maana ni siasa ambazo hazijabalansi, huku mkijua rais ameshambuliwa mpaka na familia yake inashambuliwa, lakini mmenyamaza viongozi wa dini wote kimya. Mimi nikiongea mnasema huyu bwana sijui nini, lakini naongea ukweli. Kama tunaongea siasa, mimi sikatai, tuongee siasa, lakini tubalance jamani. Tutafanyeje kutoa tu matamko eti kwa sababu sisi ni Wakristo, eti kwa sababu sisi ni maaskofu tunasikika, eti kwa sababu, na mjue waumini wanatusikia. Viongozi mnapotoa matamko kama haya mmetoa, waumini wanawasikia, waumini wanawaelewa. Lakini kwenye kubalansi sasa,
wakikaa na kufikiri, waumini wakiangalia, kwa nini kwa Mange Kimambi mmenyamaza? Kwa nini kwa Tundu Lissu anamshambulia mheshimiwa rais na Uzanzibar wake, mbona mmenyamaza? Anashambuliwa mtoto wake Abduli na wengine wote wanashambuliwa, na familia yake inashambuliwa, mbona mmenyamaza? Watakaoleta vurugu na watakaosababisha hii nchi kutokukalika ni viongozi wa dini. Mungu awabariki. Naomba tu balance siasa tunazoamua kuongea. Kama mmeamua kuongea siasa makanisani, izungumzeni. Kama mmeamua kutoa matamko, toeni matamko, lakini mbalance. Najua mtanisema vibaya, mtaniona mbaya, maana kawaida yenu ni kunichambua na kunisema vibaya, lakini huu ndio ukweli. Kubalance ni muhimu sana. Mungu awabariki.